Hatuwezi kuwa na mji wa kihistoria kama Bukene halafu hatuna barabara za kutosha za lami. Na wahakikishia ndugu wana Bukene wote, kwenye uongozi wangu wa miaka 5, miradi yote inayokuja ndani ya jimbo la Bukene, sitatoa nafasi hata ya dakika moja ya mtu yote kuhujumu miradi yetu. Hatuwezi kuwa na miradi ya majaribio kama ile lami mnaoiona pale. CCM oye! CCM safi! Nitahakisha kuwa wale watu wanaohusika na masuala ya maendeleo ndani ya jimbo la Bukene, watumishi wa serikali pamoja na wakandarasi, tunasimamiana vizuri na kuhakikisha miradi tunayoianzisha inakwenda kamilika kwa 100%. Ndugu wananchi, tunao miradi mingi. Tunao miradi ya bomba ya mafuta, tunao miradi ya barabara ambayo tunatarajia kwenda kuzijenga kama nilizozitaja. Tunao miradi mingine ya maji ya Ziwa Victoria. Hiyo ni miradi yote ya kitaifa na ina faida kubwa ndani ya jimbo letu. Naweza ikawapa faida mbili. Kwa kuna sheria ilianzishwa, sheria inaitwa Local Content Act. Sheria hiyo inawataka wakandarasi wanaofanya miradi mbalimbali kwenye maeneo, kwenye vijiji na miji mbalimbali waweze kuwahusisha wazawa kwenye miradi hiyo. Wazawa oye! Wazawa safi! Tunao vijana wenye nguvu, wenye maarifa, walioko tayari kufanya kazi. Jana nilikuwa Uduka pale, lakini pia na wao walilalamika kwamba vijana wao hawapati ajira kwenye miradi inayoendelea kujengwa ndani ya jimbo la Bukene. Nitahakikisha kuwa vijana wetu ndani ya kata yetu ya Bukene na jimbo letu la Bukene wanapewa kipaumbele kwenye miradi ya SGR ili waweze kushiriki ujenzi wa reli hiyo na waweze kupata riziki. Na kwa kufanya hivyo tutapunguza tatizo la ajira lililopo ndani ya jimbo letu. CCM oye! CCM safi! Mtafanya vivyo hivyo kwa miradi mingine kama bomba la mafuta, barabara zetu pamoja na miradi ya maji ya Ziwa Victoria. Lakini pia makampuni hayo yanayofanya kazi ndani ya maeneo yetu, ipo sheria pia na wabana ambao natakiwa wachangie CSR. CSR ni kifupi cha Corporate Social Responsibility. Wajibu wa makampuni hayo kushiriki katika shughuli za kimaendeleo za jamii. Hivyo basi wajibu huo lazima utimize. Hatuwezi kuwa na miradi mikubwa kama hiyo unatembea kwenye shule ya msingi moja unakuta watoto wanakaa chini. Hatutakubali, na mimi nitahakikisha kama mbunge inasimamia hilo. Ni lazima kila mtu atimize wajibu wake. CCM oye! Bukene oye! Bukene safi! Ndugu zangu, ndani ya jimbo letu la Bukene na mji wetu wa Bukene ambao ndio makao makuu ya jimbo, nimejipanga kuhakikisha kuwa mji huu sasa tunafahamu ni mji mkongwe, ni mji wa zamani sana, ni mji wenye historia yake, lakini ni lazima sasa tuanze kufufua, tuwe na mji wa kisasa ndani ya jimbo la Bukene. Mara baada ya kuapishwa, mguu wa kwanza utakuwa kwa mkurugenzi wa halmashauri. Lazima tukaanze upimaji wa viwanja ndani ya mji wetu wa Bukene. Tukatenga maeneo kwa ajili ya viwanda, tukatenge maeneo kwa ajili ya makazi mapya, tukatenge maeneo kwa ajili ya biashara, tukatenge maeneo kwa ajili ya taasisi za umma, kwa sababu tunajiandaa kuwa wilaya. Tunapojiandaa kuwa wilaya, ni lazima tujiandae kuandaa miundombinu kwa ajili ya kuweza kuhudumia watu kwa level ya wilaya. Bukene oye! Bukene safi! Ndugu wananchi wa mji huu wa Bukene, sisi ni mji mkongwe na tuna miradi mingi sana, na tunategemea kuhudumia watu wengi sana watakao kuja hapa Bukene. Lakini cha ajabu, Bukene yetu haina hata benki moja. Sasa fedha zetu tunatunza wapi? Kwa kuwa tunaenda kupata fedha nyingi zinazoenda kutokana na maendeleo yanayofanywa na Rais wetu Samia Suluhu Hassan,
Tutakuwa pia na maeneo ya mabenki ili watu wajenge majumba hapa kupangisha, ili waweze kupangisha kwenye mabenki. Na sisi sasa huduma za kifedha tukazisogeze kwenye maeneo yetu, tupate urahisi wa kuhifadhi fedha zetu, tupate urahisi wa kutembelea matawi yao ya benki na kwenda kukopa na sisi. Maana sifa za kukopa tunazo na haki ya kukopa ni ya kwetu. CCM oye! Bukene oye! Kwa ndugu zangu wana Bukene, tunao mambo mengi ya kufanya, na mimi kama kijana wenu niko tayari kufanya kazi wakati wote ili kuweza kuleta maendeleo ndani ya jimbo la Bukene na mji wetu wa Bukene. Ndio maana tunaposema Bukene mpya, maendeleo kwa wote. Kila mtu anayo haki ya kushiriki katika maendeleo na kuweza kunufaika. CCM oye! Ndugu wana Bukene, naomba sasa mniruhusu nijikite kwenye mambo yanayohusu kata yetu ya Bukene. Kata Bukene oye! Diwani wa Bukene oye! Ndani ya kata ya Bukene, nikianza na miundombinu ya barabara, tumejipanga mwaka 2025 mwaka 2030 tunaenda kuhakikisha barabara zifuatazo tunazifanyia kazi na zinaweza kupitika wakati wote. Barabara inayotoka Bukene kupitia Nyenze kwenda shule ya msingi Kisinza. Barabara nyingine kutoka Bukene kwenda Bukene sekondari. Barabara nyingine ya kutoka Mbale sekondari hadi Masindi. Barabara nyingine ya kutoka Bukene na Isagehe kupitia kijiji cha Ige. Barabara nyingine ya kutoka Bukene kwenda Kiri sekondari inaunganisha kata ya Bukene na kata yetu ya Uduka. Bukene oye! Uduka oye! Hao ni majirani zetu, lazima tuwe na barabara nzuri ya kutuunganisha. Barabara nyingine ya kutoka Bukene kwenda Kamayaharanga. Kamayaharanga oye! Ndugu yangu, barabara hata mimi nimeweza kuipita kipindi kile. Tunatafuta uungwaji mkono ndani ya Chama cha Mapinduzi na wakati huu wa kampeni. Inahitaji ukarabati mkubwa, na sisi lazima tuzikarabati barabara hizo zinazounganisha kata zingine zote na Bukene, kwa sababu Bukene ndio makao makuu, ndio kitovu cha biashara ndani ya jimbo la Bukene. Watu wote watahitaji kuja hapa kwa ajili ya kupata fursa mbalimbali. Hivyo barabara hizo lazima tuhakikishe zinapitika kuanzia Januari mpaka Disemba. Bukene oye! Bukene safi! Lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi pia imeelekeza ndani ya mwaka 2025-2030 tunaenda kujenga barabara za mtaa za lami ndani ya mji wetu wa Bukene, na tunaenda kufunga taa za barabarani. Tunataka mji wetu uweze kung'aa wakati wote, usiku na mchana. Bukene oye! Bukene safi!